Siku ya jana kimsingi ilikuwa ni siku nzuri sana kwa wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, pamoja na baadhi ya viongozi, pamoja niseme watu wote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa huu ni ujumbe wa rais wa TLS, hapa namzungumzia wakili Boniface Anyisile Mwabukusi. Kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii, Twitter, Facebook, ameandika ujumbe huu hapa: ushindi wa Chadema ni ushindi wa utawala wa sheria. Mahakama imesimama kama mhimili. Mara nyingi nimesisitiza tuendelee tena na tena kwenda mahakamani kupinga kile tusichokiamini bila kuchoka, kupinga dhulma, uzembe, uonevu na ubadhirifu. Tuendelee kusukuma mashauri ya kutosha pale tunapokuwa na jambo la hovyo limetendeka dhidi ya wananchi au taasisi za umma. Ukishindwa bila haki, mahakama ya nchi kata rufaa kwenda mahakama ya juu yake. Sio kwa hili tu, mahakama imejitahidi kwa kiasi kikubwa kutatua kero kubwa za wananchi ili kuhakikisha uwepo wa utawala bora na utawala wa sheria nchini na kuondoa uonevu dhidi ya wananchi. Mfano, moja, kuondoa mahakama ya kuweka watu mahabusu. Mamlaka hii ilitumika vibaya na kuwa chanzo kikubwa cha rushwa na uonevu kwa raia. Kwa mahakama za mwanzo na kueleza hata kama mtu hajapata mdhamini, basi ajidhamini mwenyewe kwa tuhuma kwa kutumia kitambulisho cha uraia. Pili, imeboresha kanuni katika mahakama za mahakimu wa kazi na mahakama za wilaya kuhakikisha kwamba mtuhumiwa kabla ya kesi kuanza anapewa nakala na vielelezo vinavyotumika na upande wa mashtaka, na anakuwa anaijua kesi yake na apatiwe vielelezo vyote vinavyohitajika na kutumika katika kesi hiyo ili aweze kuandaa kikamilifu katika utetezi wake na kuleta usawa mbele ya sheria. Tatu, kuwa na vikao mahakama ya rufani kwa kanda, jambo ambalo sasa linaondoa ucheleweshaji wa mashauri kupitia mahakama ya rufani. Nne, kurahisisha usikilizaji wa mashauri kwa njia ya mtandao, ambapo kwa sasa kwa mambo mengi naweza kuyafanya nikiwa ofisini kwangu Busokero na kumpunguzia mteja wangu gharama za usafiri na kunisafirisha na kumpa muda zaidi wa kufanya kazi za kiuchumi. Huu ni ushindi wa haki ya kutukanika na haki ya kujieleza. Imeandikwa na BAK Boniface Mwabukusi kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii, lakini hapa nilikusomea kutoka Facebook kwa sababu ukienda Twitter pale ameandika kwa lugha ya Kiingereza. Sasa ngoja nipitie baadhi ya comment hapa Facebook, wadau wanasemaje kufuatia andiko hili. Mmoja kati ya wadau ameandika: Samani Mwabukusi, hivi katika hali hii ni hatua gani zinaweza kufanywa na chama ambacho kilizuiwa kufanya shughuli zake, alafu ni kwa kitambo, kisha leo wanafunguliwa na pengine ikionekana mapungufu yalikuwa upande uliotoa uamuzi? Mwabukusi amejibu: hii ni shauri la madai, lakini hapa bado shauri la msingi halijaisha. Hapa ilihusu shauri dogo la maombi. Kimsingi unaposhinda kesi ikiwa ni ya madai, basi mahakama itatamka haki yako na kulipwa fidia kwa gharama ya usumbufu na maumivu uliopitia. Mtu mwingine ameandika: justice delayed is justice denied. Kama kuna tume ya utumishi ya mahakama, kuna haja ya kuwashtaki mahakimu na majaji wanaochelewesha kesi au kupindisha haki ili wachukuliwe hatua za kinidhamu. Mtu mwingine ameandika: Mheshimiwa Rais, wakili msomi Mwabukusi, umeisifia sana mahakama ya rufani kwa uamuzi mzuri wa kuruhusu Chadema kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Kwa uamuzi huo wa mahakama tunaungana na wewe. Umeeleza maboresho mbalimbali yaliyofanyika, well and good, lakini tunaona ni mapema mno kuisifia kwa sababu kama mhimili au mahakama unaojitegemea ulishindwa kujionyesha hivyo kwenye mgogoro wa bandari kuu kuhusu mkataba wa DP World. Pale ndipo Watanganyika wazalendo walishuhudia nguvu ya mhimili mmoja wa executive. Mpaka sasa tumaini letu ni uandikwaji wa katiba. Huyo ameandika hivyo. Mwingine ameandika: hamna ushindi hapa, CCM ndo ameshinda. CCM wametimiza malengo yao. Mpango wa CCM ni kuwafungia shughuli zote ili wasianike. Okay, sawa. Mtu mwingine ameandika: mimi natafakari na kuvuta picha kwa mengi yaliyotokea, bado siamini na kulizika mahakama za nchi hii ziko huru. Mtu mwingine ameandika: Boniface Mwabukusi, ndicho ninachokupenda wewe, uko upande wa haki, unatumia misingi ya sheria. Sawa, huyo ameandika hivyo. Sasa nini maoni yako? Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka.